Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likishirikiana na wapiganaji wa Wazalendo limefanikiwa kuwafukuza waasi wa Twirwaneho, Ngirinyuma na Red Tabara washirika wa M23 AFC katika vijiji kadhaa vya nyanda za juu na za kati za wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, baada ya mapigano makali FARDC na Wazalendo umefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo yote yaliyokuwa yametekwa na waasi kuanzia Angole hadi Point Zero. Umuhimu wa Point Zero kurejeshwa kwake kunatajwa kuwa mafanikio makubwa ya kijeshi, kwani eneo hilo ni kitovu cha kimkakati kinachounganisha mji wa Baraka, makao makuu ya wilaya Fizi, na njia ya kuelekea mkoa wa Tanganyika. Udhibiti wa Point Zero unaimarisha usalama wa kusini mwa Kivu Kusini na kupunguza hatari ya kusambaa kwa waasi kuelekea maeneo yenye wakazi wengi. Wakati huo mapigano mengine yameripotiwa kuanzia saa 4 asubuhi ya Alhamisi 29 Januari 2026 katika eneo la Mihara, Mweso, wilaya ya Masisi, Kivu Kaskazini. Ripoti zinaeleza kuwa silaha nzito na nyepesi zimetumika, mabomu yamerushwa karibu na kijiji. Vikosi vya nyangeza vya RDF na M23 vilikuwa vikiingia kusaidia waasi, vimedaiwa kudhibitiwa na FARDC. Wanajeshi wa M23 wamekamatwa katika uwanda wa Ruzizi, eneo la Runingu, Kivu Kusini. FARDC na Wazalendo waliwakamata wapiganaji kadhaa wa M23. Kwa mujibu wa taarifa zao, walidai tulitekwa Goma, kufungwa Ruchuru, kisha kupelekwa Kamanyola ili kushambulia Uvira. Jambo mtamu. Habari gani? Nzuri. Unatoka wapi? Mimi natoka Kamanyola. Kamanyola? Uko jeshi, uko raia? Za jeshi ya FARDC. Jeshi ya FARDC. Kuko jeshi ya FARDC ilishakuwa Kamanyola? No, benya banabakia kule tangu vita inaanza, tunabakiaka kule basi vile juu ya moto tunakuwa mimi. Sasa nyinyi depuis masiku yote mlikuwa pale, mlikuwa basoda au mlikuwa basivili? Nilikuwa basivili na donki nalo banalingana loba to bando loba na Swahili loba yango tozanga kinzela poto ya bayebisa kibishe pa basivili bazali bishopu. tulikosa njia tukakuta bakatuambia ba M23 biko kunjia yango banda kutambola na zamba tukaanza tembea mupori bani kutambola na zamba tangu tuwe komina tena tunauliza baraia jina kwanza, usiongee vya mrefu tu, mwingine na atasema jina. Kombo na ngai na zaka bongo tona huko wanite gani? Sa 11e bataille yango to déporter zamba toye kokutana na basivili moko bazo sala bilanga chef ngana ebisi ka dio azali oyebia yango siko ota kombo na yoyo nde nani? Kombo na ngati bondo katanga Zakari. Oza soda ya unité? Na soda ya 21 brigade. Ya colonel nani? Ya colonel Papi Muzebo. Pose une question nani mo? Na 21 brigade Simba za Mur. Sikoyo woti wapi? Tokangama Kimanteke. Ukangama Kimanteke tozangi na ngomba. Batu nyonso basi badekoche totikalaki biso moto tozangaki force. Bazinga biso epate. Bakanga biso Manteke. Azwi biso amemi biso na prison na bango na Ruchuru. Na Ruchuru? Bokangamaki Mateka na nani na Goma? Omeli trop na prison, baye komisa biso na prison, batindi biso na nini na refresh. Nde babimisi biso avant-hier. Talaka kotondi. Batindi biso toya baye kosangisika na bato na bango baza awa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kiusalama na kibinadamu baada ya matukio mawili mazito kuripotiwa katika mkoa wa Ituri na Manyema.
Katika eneo la Jugu, mkoa wa Ituri, vurugu za makundi yenye silaha zilirejea usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano 28 Januari baada ya raia kushambuliwa katika eneo la Iga Barriere na Pimbo na kuvunja takriban miezi mitatu ya utulivu. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mtu mmoja amefariki, watu watatu wamejeruhiwa na raia mmoja ametekwa nyara. Mashambulizi hayo yanahusishwa na mapambano na wanamgambo wa CRP na Codeco, hali iliyoleta hofu kubwa na kusimamisha shughuli za kiuchumi katika vituo vya biashara. Katika Iga Barriere, takriban kilomita 25 kaskazini mwa Bunia, wanaume waliotambuliwa kuwa wanachama wa CRP walifyatua risasi kwa raia waliokuwa katika baa na kujeruhi watu 4, mmoja akifariki papo hapo. Licha ya kuingilia kati kwa FARDC, washambuliaji walifanikiwa kutoroka porini. Wakati huo wanamgambo wa Codeco walifanya vitendo vya uhasama katika Pimbo na Kaba na kusababisha kufungwa kwa masoko na maduka pamoja na kutekwa nyara kwa raia mmoja. Ili kudhibiti hali, MONUSCO imeweka kituo cha muda katika Pimbo na kuimarisha doria za pamoja na FARDC, huku jeshi likitangaza kuwa katika tahadhari ya juu ikilinda raia. Jamani, kama mnavyoona hali ya Kongo jamani, alishakuwa tete. Watu wanapiga risasi ovyo, watu wanakimbia, hatujui hata hali inakuaje, alishakuwa tete. Wakati huo katika mji wa Kindu, mkoa wa Maniema, mvua kubwa ilionyesha Jumanne 27 Januari imesababisha vifo vya watu 2 na kuacha maelfu ya familia bila makazi. Tathmini ya awali inaonyesha kuwa zaidi ya nyumba 2000 zimeharibika au kubomolewa. Barabara zilizokuwa mito ya maji, paa na kuta za nyumba kubomoka na madaraja kadhaa kuharibiwa. Kwa mujibu wa ulinzi wa raia wa mkoa, waliofariki ni mtoto aliyekuwa akitoka shule na mtu aliyeshtukizwa na maji ndani ya nyumba yake. Hawa ni wazalendo wa grupe ya FABB Bilozi Shambuke wa General Delfe Kalembe Ngomanzito, wakiongozwa na Ademeloge Bahiga Mpasura na komanda operasionero Faderufa pamoja na komanda sektere gruperi Kasongo Yamba Supi ya Chui, wakijelekeza kwenye shamba la vita kwenda Kavunambo. Hapo wanaingia kabisa, hakuna shida. Operasionero Faderufa